Haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehovah. Napenda kuanza na shukurani, kwa sababu shukurani siku zote inayo nguvu ya kubadilisha kutoka kwenye ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Kwa hiyo kuna ambayo yako sawa kwenye maisha yangu. Asante, na asante kwa hayo ambayo yako sawa kwenye maisha yangu. Leo nina download ambayo nataka kuishare hapa. Hiyo download ya siku ya leo ni kwamba I disconnect to connect. Yani huwa na disconnect ili ni connect. Yani huwa naachilia vyote vilivyoko nje. Huo company yote ambayo ninayo naachiliaga vyote. Kwa mfano kama hapa, ili niweze kutoa message kama hii, imenipasa kutoka kwa kila mmoja, nitafute sehemu ambayo niko peke yangu. Kwa hiyo imenipasa kudisconnect kutoka kwa kila mmoja anayenizunguka, ili nipate nafasi ya kuisikia hii sauti, ya kuitoa hii sauti na mwingine aje kusikia. Kwa hiyo I disconnect to connect. Nitajaribu kuelezea kwa nini nasema I disconnect to connect. When you are empath in this world, unapokuwa na ability ya empath kwenye hii dunia. Empath niliwahi kuzungumzia kuhusu empath ni nini na ishara ambazo anakuwa nazo mtu mwenye empathy, na nika-upload pia. Na hapa na imani naongea na watu specific. Ukikuta haya maneno hauyaelewi au hayaingii kwenye fahamu zako, usilazimishe yaingie kwenye fahamu zako. Pass it. Maana yapo kwa specific person. Naongea vitu ambavyo viko spiritually. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni empath, huyu ni mtu ambaye ana gift ya kufeel wengine wanachojifeel. Ana uwezo wa kufeel ambavyo wengine hawawezi kuvifeel, au ambavyo wanapita juu juu bila kuvielewa. Yaani ni mtu ambaye ukikaa pembeni ya mtu mwenye maumivu, unayahisi maumivu ya yule mwenye maumivu kama vile ni maumivu yako. Ukikaa pembeni ya mtu ambaye ana stress, ni uko pamoja naye kwenye hizo stress, maana unakuwa unafeel maumivu yake, unafeel energy yake. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni empath inanibidi, au kwa mtu yote ambaye ni empath inambidi ya disconnect kutoka kwa watu wote, kutoka kwenye energy zote, akae kwenye energy yake, akae kwenye kilichomo ndani yake. Maana ndani yangu au ndani ya yoyote ambaye ameumbwa na Mungu wa kweli, Mungu anayeishi, Mungu wa milele, huyo Mungu anaishi ndani yetu. Most High live within us. Iko hivyo. Mungu aliyeumba mbingu na nchi hakai kwenye nyumba zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, anakaa ndani yetu. Kwa hiyo inabidi uachilie vyote, uachilie watu wote ili kumpata ndani yako. Inabidi urudi ndani yako kwa kuachia huko nje. Kwa hiyo that's why nasema I disconnect to connect. Na sitaki kuongea maneno mengi, maana lengo si kuongea maneno mengi, lengo ni kudeliver the message. Naomba haya na manifest haya yakampate mtu ambaye ni sahihi. Kama yasipompata mtu sahihi, basi hata mimi nikija kusikiliza itanifanya nikumbuke kwa nini nakuwa muda mwingine na feel lonely, au na feel mbona niko peke yangu. Hapana, nina disconnect to connect. Na hapa niko kugive clarity kwa mwingine, niko kumweka mwingine katika hali ya kuelewa hali anayopitia pengine. Maana naamini ninachokipitia mimi wanakipitia wote walio pamoja na Kristo Bwana. In the name of Yeshua, naomba haya yakawe uponyaji, yakawe nuru, yakawe empower kwa mwingine. Ashe over.